ونهاهم عن فعل المنكرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم عباد الله وإياي اتقوا الله أيها الناس العامة. واعلموا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى بين إلينا في كتابه العزيز في سورة المائدة قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake zilizokamilika, na baada ya kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wausieni nikitanguliza nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu ili walii sahihi wa akida ya Kiislamu. Ili waja wa Allah, kika Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika sura al-Maida aya 3 kipande cha aya ambayo unasema al-yawma akmaltu lakum, kwamba siku ya leo niwakamilisheni dinakum, dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na pia nimewaradhieni, niwatimizieni neema zangu, wa raditu lakum al-islamu dina, na pia nimewaridhia dini ya Kiislamu kwamba ndio hiyo dini sahihi, dini inayofuata. Ndugu zangu katika imani, hadhihi nazalat ba'da asr يوم الجمعة بعرفات في حجة الوداع. Aya hii ilishuka wakati wa sala au baada ya sala ya asr katika siku ya Ijumaa katika uwanja wa Arafa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hija ya Arafa. Nabii sallallahu alaihi wasallam waqif fi Arafa, na Mtume rehema na amani za Allah akiwa amesimama katika uwanja wa Arafa alipita juu ya ngamia, wala yanzilu baadaha shay, wala hakuteremka kitu kingine min faraidin na farada. Fanazala Jibril alayhi salam, aliteremka malaika Jibril faqala ya Muhammad, akamwambia Muhammad, qad tamma al-yawma amru dinikum, siku ya leo imeshuka au imetimia amri ya dini yenu. Waqata ma amaraka rabbuka, na vilevile ujumbe umekatika katika yale anayokuamrisha Mola wako, wa manahaka, pia na yale anayokuzuia. Wajitame ashaba au fajma ashaba, wakusanye masahaba wako, wa akhbiruhum, na waeleze biani, kwamba mimi la unzila alayka ba'da hadha al-yawm, kwamba hapatateremka kitu chochote baada ya siku ya leo. Kwa jamaa sahaba wakakusanya masahaba wake, wakala alayhi, na pia akawa amewasomea kwao aya hii, wa akhbarahum, na akawaeleza bima qala Jibril alayhi salam, kwa yale ambayo malaika Jibril rehema na amani zimepaka alimwambia. Wafaraha sahabahu, walifurahi masahaba wake, wakala wakasema, kalitamba dinana, kwamba alhamdulillah, dini yetu imeshatimia. Ila Abu Bakar radhiyallahu anhu, isipokuwa Abu Bakar radhiyallahu anhu zimepaka. Huyo Abu Bakari kada ata manzila, alienda nyumbani kwake, wa aghlaqa al-baba, na akafunga mlango, washtaghala bilbukai, na akashughulishwa na kulia, billaili wan nahari, wakati wa usiku na wakati wa mchana. Fasamia al-ashabu dhalika, masahaba wakasikia jambo hilo la Abu Bakari kwamba yuko ndani analia, wajitama
kusanyika kwake, wa atau manzila Abi Bakari, wakaendea nyumba ya Abu Bakari, wakamuuliza ya Aba Bakari, ya Abu Bakari, lima tabki fi mawdi al-farahi wa surur, kwa nini wewe unalia katika nafasi ya kufurahi na kuchangamka? Ya anna Allah ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kad atamma dinana, ameshatimizia dini yetu. Wakala, akasema ya ashab, ewe masahaba, antum la ta'lamuna, nyinyi hamjui wala hamjajua ma yusibukum min al-masaib, katika musiba miongoni mwa misiba iliwapata. Amma samitu annahu, ya hamjasikia, idha tamma amru bada nafsuhu, jambo linapotimia basi naanza kupungua. Hadhihi tukbiruna al-iftirakina, haya hii inatueleza juu ya kutengana kwetu. Wa ankaru al-Hasani wal-Husaini yatimain, na hii inatufahamisha kwamba tayari Hasan na Husaini wanategemea kwa mayatima. Wa azwaji Nabii sallallahu alaihi wasallam alamina, na aya hii inatufahamisha kwamba wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakaribia sasa kuwa wajane. Waka asirahu baina al-ashab, masahaba wakapiga makelele, wabaku jamia wakalia wote. Wajau ila Nabii sallallahu alaihi wasallam, wakaenda kwa Mtume rehma na amani za Allah zipate, wakasema wakimuuliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, la nadri ma halu al-ashab, hatujui hali ya masahaba. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu akasema, ma yakiku, jambo gani linalowaniza? Faqala Ali radhiyallahu anhu, akaeleza Ali radhiyallahu anhu, inna Aba Bakari yaqul, nimesikia kwamba Abu Bakari anasema, inni sami'tu min hadhihi al-aya, kwamba nimesikia katika aya hii, raihatu wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika aya hii, maana ya aya hii ni kwamba umesikia harufu ya kifo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakala sallallahu alaihi wasallam, mtume akawajibu, sadaqa Abu Bakar, Abu Bakar anasema ukweli, fima kana, kwa yale aliyosema. Wakadikamu waritihali min bainikum, tayari imeshakaribia safari yangu kuachana na nyie. Wahala wakati firaki minkum, na tayari muda umeshakaribia wa kuachana na nyie. Wahada isharatu ila anna Abu Bakar, na hii ni ishara ya kuonyesha kwamba Abu Bakar alamu sahaba, ni sahaba mtambuzi. Wabaku bukaan shadida, wakalia nao masahaba mlio mkubwa, hata baka jibali, na milima ikalia, wal ahjari, na mawe, wal malaikatu, na malaika fi samawati, walioko mbinguni, wabakati dun, na wadudu wakalia, wal hayawanati, pamoja na wanyama. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katika hadithi ambayo ameeleza mtoto wa Abbas radhiyallahu anhu, annahu ameeleza, lama kawa wafati Nabii sallallahu alaihi wasallam, ulipokaribia muda wa kifo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara Bilal, alimamrisha Bilal, ayunadi nasa, waite watu ni salati, kwa ajili ya swala. Fanada, akawaita watu, wakatowaandana, fajtama al-muhajirun, wakakusanyika wote muhajirun waliohamia katika mji wa Maka, wal ansari, na wale waliomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika msikiti wa Mtume rehma na amani za Allah zipate. Wasalla rak'atayn hafifatain, akaswali raka mbili nyepesi, binasi, akawasaka waongoza watu kwa raka hizo mbili. Thumma saida al-mimbar, kisha akasimama mimbari, wa khataba, akahutubia khutbatan baligha, khutba iliyojaa ujumbe uliokamilika. Thumma qala, kisha akasema, ya maashara al-muslimin, enyi mkusanyiko wa Waislamu, inni kuntu lakum nabiyya, hakika mimi nilikuwa kwenu nabia,
wanasiha, na pia alikuwa mwenye kuhusia, wadai, na pia alikuwa mwenye kulingania ila Allah, kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, biidhnihi, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu lakum kal akhi mushaffaq, na mimi nilikuwa kama ndugu yenu ambaye tumezaa pamoja, wala abur rahim, lakini pia nilikuwa kama baba mwenye huruma. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anaeleza Ibn mtoto wa Mas'ud radhiyallahu Allah zilkwake, lama danat wafati Nabii sallallahu alaihi wasallam, ulipofikia muda wa kifo cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaa fi baiti amna Aisha, tulikusanyika katika nyumba ya Bi Aisha. Thumma nadhara ilaina, kisha alituangalia, fadamu atainahu, macho yake yakatimka machozi. Wakala, akasema, marhaban bikum, karibuni, rahmakumullah, awahurumia Allah subhanahu wa ta'ala, usikum bi taqwa Allah, na wausieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'atihi, na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Karidana al-firaqu, akaeleza kwamba tayari umeshafika muda wa kuacha kutengana. Wa qaruba al-munqalib ila Allah, na umefika muda sasa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila al-jannati al-ma'wa, na umekaribia muda pia kuelekea katika pepo ya ma'wa. Fayaghsiluni Ali, utakapofika muda basi anioshe Ali. Waliyasubba al-ma', na vile vile alimiminie maji al-Fadhil ibn Abbas, Fadhil mtoto wa Abbas, vile vile wa Usama ibn Zaid, na pia na Usama bin Zaid, yu'inuhuma wasayyiani wakafuni, na pia wanibalishe sana fi thiyabi, katika nguo zangu. In shi'tum kitaka au hilkata yamaniyan, au wanifunike na shuka za Yemen, baidaa nyeupe. Faida ghasaltumuni, basi mtakaponiosha, ba'uni ala sariri fi baiti, niweke katika kitanda nyumbani kwangu. Hadha fa awwal, na huu ndo mwanzo. Azza wa jalla, Allah ndiye atakayekuwa wa kwanza, jadi za Mwenyezi Mungu alitukuka, ndiye atakayekuwa wa kwanza kuisalia. Thumma Jibril, kisha malaika Jibril. Thumma Mikail, kisha malaika Mikail. Thumma Israfil, kisha tansalia Israfil. Thumma malakul maut, kisha tansalia malaika al-maut Israil, maa junudini, pamoja na wasaidizi wake. Thumma sairi malaika, kisha malaika wengine watafuatia. Thumma yaqulu alayya fawjan, kisha mwingie kwangu makundi kwa makundi. Wasallu alayya, na mnisalia. Falamma sami'u firaqu nabii, waliposikia kutengana kwa mtume, rehema na amani za Mwenyezi Mungu kwake, watu wote kwa ujumla walipiga makelele, wabaku wakalia. Wakala, wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, anta rasuluna, wewe ni mtume wetu. Idha dhahabta anna, utakapoondoka kwetu, fa ila man narji, itarejea kwa nani? Wakala sallallahu alaihi wasallam, mtume akawajibu akasema, taraktukum ala mahajja, nimewaachia hoja mbalimbali, wa tariqatu baydaa, na pia nimewaachia njia nyeupe. Wa taraktu lakum waibadain, lakini pia nimewaachia mawaidha ya aina mbili, nafikan, mawaidha yenye kutamka, yenye kuzungumza, waswamitan, na mawaidha ambayo hayazungumzi. Wal-Qur'an wal-maut, mawaidha haya mawili ni Qur'an, na ndio maana alihusia sana hii kwamba nimewachieni sana, nimewaachia mambo mawili, mawaidha ambayo yanayozungumza, ambayo ndio Qur'ani, ambayo Qur'ani hii ndio mwongozo wa kila muumini, ndio mwongozo ambao unamwelekeza mtu namna ya kutekeleza na kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunahimiza sana na sisi pia kwamba wafundisheni watoto Qur'ani,
wafundisheni watoto tauhidi ili waweze kukua katika malezi ya tauhidi na waweze kukua katika malezi ya kusoma Qur'an, na pia waweze kuielewa na pia waweze kuishi katika maisha ambayo aliyoishi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama namna alivyoulizwa mama yetu Bi Aisha, anaulizwa wama kuntu Rasulullah, ni ipi akhlaq aliyokuwa nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alitaja akasema kulikuwa Qur'an, tabia yake ilikuwa ni tabia ya Qur'an. Hii ndio Qur'an ambayo aliyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana akasema adabani rabbi fa ahsana ta'dib, kwamba amenifundisha Mola wangu na pia akawapendezesha adabu yangu. Adabu aliyomfundisha ni adabu ya Qur'ani, ndiyo ambayo alimfundisha. Kwa ndugu zangu katika imani, na haya ndio maneno ya mwisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoyazungumza, ili na sisi pia tuweze kupitia katika njia hiyo, tukiwa katika mwezi wa Safar, mwezi ambao aliugua Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu, na pia akawa amefariki pia katika mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa hiyo hatuna budi kuwakumbusha na hatuna budi kuzungumzia Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndio adabu ambayo amefundishwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia naye akawa amezungumza, anasema innama bu'ithtu litammima makarima al-akhlaq, kwamba hakika mimi nimetumwa ili niweze kufikisha tabia nzuri, na tabia nzuri ni tabia ya Qur'ani. Na mama yetu Bi Aisha alipoulizwa alijibu kwamba tabia yake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni akhlaq ya Qur'an, ilikuwa ni mwenendo wa Qur'an, ilikuwa ni maisha ya Qur'an, ilikuwa ni mwenendo mzima wa Qur'an. Kwa hiyo na sisi pia tunahimizwa hivyo kwamba ili maisha yetu yaweze kusimama vizuri, maisha yetu yaweze kwenda vizuri, ni kuwafundisha watoto Qur'an ili waweze kuishi katika akhlaq ya Qur'an. Ni kuishi katika maisha ya Qur'an, ndipo mle ndani mwake kuna kheri, ndipo humo ndani mwake kuna pepo, ndipo humo ndani mwake kuna mwenendo mzuri, kwa sababu Qur'ani inakuamrisha kusali, Qur'ani inakuamrisha kutoa zaka, Qur'ani inakuamrisha kwenda hija, Qur'ani inakuamrisha kuishi maisha ya shahada, Qur'ani inakuamrisha kuendelea kuweka ile Qur'ani ukaiweka katika maisha yako. Na hii ndiyo Qur'ani, na ndiyo maana yazungumza khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, kwamba bora wenu ni yule ambaye anajifunza Qur'ani na kisha anafundisha. Kwa maana wewe ambaye umesoma Qur'ani na wewe ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye umehusiwa akasema taraktu lakum, kwamba nimewachia nyinyi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili nyinyi muwe kioo kizuri, ili nyinyi muwe mwenendo mzuri, ili nyinyi muweze kusimama katika tauhidi, ili nyinyi muweze kusimama katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na katika maisha ya kumfuata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema niwaachia mambo mawili, jambo la kwanza lenye kuzungumza ni Qur'an. Kwa ndugu zangu, ni juu ya kila mmoja aweze kujipima, angalie, je, namna gani umefundishaje Qur'ani, namna gani Qur'ani imesimama wewe kwa nafsi yako, na pia hata katika familia yako, na pia hata katika watoto wako, Qur'ani imesimamaje, ili maisha yaweze kwenda vizuri, ili mwenendo wa akhlaq uweze kuwa na akhlaq nzuri ya Qur'ani aliyefundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kipimo cha kuweza kujipima. Ndio maana hapa tunakumbusha katika mwezi huu wa Safar. Akasema al-mautu, na mawaidha ya pili ni umauti. Mauti hauzungumzi isipokuwa una taathira, kama wanazuoni mmoja alizungumza akasema, inawezekana ukaathiri watu 100 kwa vitendo kuliko unavyoweza ukaathiri watu 40 kwa maneno. Kwa maana umauti hauzungumzi, lakini unaathiri. Kila mmoja anahisi kwamba umauti huu kama ulivyomkumba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa anazungumza, ambaye alikuwa anaigizwa, ambaye alikuwa anasikilizwa, ambaye alikuwa anatoa mwongozo.
baada ya kufa akasema nikawaachia vitu viwili, moja linazungumza mbele ya Qur'ani na kaongeza hadithi na maneno yangu ambayo nimefundisha, na ndio maana maneno haya hayaishi muda wake na wala hayakuisha muda wake, yanaendelea na nyakati zote ambazo zilizoko amnazoishi mwanadamu. Lakini akasema jambo la pili, umauti ndiye ambao unazungumza kwa matendo, kiasi kwamba ni matendo. Mtu aliyekuwa anazungumza huzungumzi naye, mtu aliyekuwa anateta naye hateti, mtu aliyekuwa anaongea haongei, mtu aliyekuwa anatembea hatembei, mtu aliyekuwa anajibeba anabebwa, mtu ambaye alikuwa anajiosha anaoshwa, mtu aliyekuwa anaswali anaswaliwa, mtu aliyekuwa anajipaka mafuta wanampaka mafuta, tena mafuta ambayo huwezi kulipaka katika uhai wako. Kwa ndugu zangu katika imani, faida ashara alaikum amra, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayepata tao katika dini kwa jambo lolote, farji ila Qur'ani, rejeeni Qur'ani, rejea katika Qur'ani. Na ndio maana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudus anazungumza, anasema man arada ayukallimuni falyusli, mwenye kutaka kuzungumza na mimi basi na asali. Kwa maana wewe unapokuwa unasali unakuwa wewe unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada an ukallima falyaqra al-Qur'an, na yule anayetaka mimi nimzungumzishe basi na nisome Qur'an. Kwa hiyo wewe ukisoma Qur'an, Mwenyezi Mungu anazungumza na wewe. Kwa hiyo ndio maana akasema farji ila Qur'an, rejeeni katika Qur'an, wa sunnati, na pia mrejee katika sunna zao. Tayari itakuwa ule mushkili utakuwa umetoka, kwa sababu kila kitu, mwongozo wote umo ndani ya Qur'an na mwongozo wote umo katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha kasat qulubukum, na endapo nyoyo zenu zitakuwa ngumu, falinuha bi'tibari fi ahwali mauti, basi lainisheni kwa kufikiria umauti. Nafsi zenu zikawa ngumu, ukaona kuswali ni pagumu, ukaona kutoa zaka ni pagumu, ukaona kwenda hija ni pagumu, ukaona kutoa sadaka ni pagumu, ukaona kutekeleza ibada yoyote ile ambayo inapata malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala ni pagumu, basi falinuha bi'tibari ahwali mauti, fikirieni ahwali ya mauti unapokufikia, kiasi kwamba unakuwa hakuna unayeweza kuongea naye, hakuna uwezo ukaleta mwanasheria aweze kusaidia katika mauti, na wala uwezi ukamuomba mtoto akusaidie, na wala uwezi ukamuomba baba akusaidie au mama, na wala hauwezi ukamuomba yeyote akusaidie wakati muda unapokuwa umefika, au huwezi ukaiomba mali unayo ikakusaidia, au nguvu unayokuwa nayo huwezi ukaiomba ikakusaidia, au watu ulionao huwezi ukawaomba wakakusaidia juu ya kusaidia juu ya mauti, kama namna unavyoweza kusaidia katika shughuli nyingine. Falinuha, basi zaidisheni nyoyo zenu bi'tibari ahwali mauti, mzingatie hali ya maiti, ya hali ya umaiti na mwenyewe, mzingatie hizo. Mtakuta kwamba mmelainisha nyoyo zenu, mkifikiria kuona kwamba mtu una watu ukawaacha, una watoto ukawaacha, una mali ukaacha, una majumba ukayaacha, una mifugo ukaacha, una mali mbalimbali ukaziacha, na zikawa hazikusaidi chochote katika yale ambayo ya kuweza kuzuia umauti au kusaidia chochote ya kuweza kusaidia kuondolea umauti, ikawa ni mbadala. Fikiria hapo kila moja, falinuha, zilainisheni nyoyo zenu kwa kufikiria ahawali ya mauti, hali ya mauti itakapofikia utakuwa katika hali yake. Kwa maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliugua katika rehema na amani za Allah fi akhir shahri Safar, katika mwisho wa mwezi wa Safar. Wakana maridan 18 yauma, aliugua siku 18. Yahuduhu nasu, watu wakawa wanamtembelea. Wakana ibtidauhu marahu, na mwanzo wake wanaambia wabuitha yauma al-ithnain, alitumwa siku ya Jumatatu. Kwa mata fihi nabii, akamfishwa katika siku ya Jumatatu. Kwa hiyo taona
hakuna kiumbe yoyote ambaye alishawahi kupata hadhi hiyo au akapata heshima hiyo, mama atakavyopewa heshima yote, mama atakavyotumia nguvu yoyote. Hakuna aliwahi kupata heshima hiyo ya kuzaliwa siku ya Jumatatu na akafishwa siku ya Jumatatu. Hayupo isipokuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah anatolea mfano, asema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba yeye na kiigizo kizuri kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, vile vile ametueleza katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akasema kana roho nabii Musali, kwamba roho ya mtume wetu Muhammad ilipofika katika kifua chake, wa huwa yakula, alikuwa anasema usiku ni sala, kwamba na wausieni swala. Usiku ni sala, alihusia swala. Wa maamala kata imanukum, na kisha akahusia wale wanaomilikiwa na mikono yenu kwa tendea wema, kwa maabari hayumuswini. Aliendelea kutuhusia bihima, mambo hayo mawili, hata mkato wa kalamuhu, mpaka maneno yake ya katika. Kwa ndugu zangu katika imani, tumejaribu kukumbusha katika mwezi huu, mwezi wa Safar, mwezi ambao una kumbukumbu kubwa, mwezi ambao aliugua mtume wetu Muhammad sallam, na kuugua kwake ikawa ndio mwisho, hakupona tena, akawa ameelekea kwa Rabbul Alamin. Alamullahi wala amrun. Wallahu yaqulu sallallahu khayran fa idha fataha billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Allahumma salli hawalana wa sallim alana wa sallim al-fadl wa bil wajha wa sallim al-bala wal waba wa barakatuh lakum wa shuhada'i wa shahidin minna minkum la nasta'inu wa ta'ala. Allahumma barik. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa la syarika lahu, wa sallallahu sayyidina Muhammad abduhu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam wa zamta kama sayyidina wa muhayyid wa Allah ta'ala wa qala nasrika bima qala jalla jalaluhu. Allahumma la tasaluna an nabi ya ayyuhalladhina